thumma, kisha katika mambo aliyoyafundisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu katika hali ya binadamu, heshima ya binadamu, hadhi ya binadamu, katika mambo yaliyohusu jeneza, annahyu, uongozi wake mtume sallallahu alayhi wasallama umekuja na katazo. Katazo gani? An adati lumami, kutokana na kawaida za umma mbalimbali, mambo anayoyafanya kakataza mtume. Na muislamu wa kweli itabidi akatazike, la kama ni uongo anadanganya tu basi yari yake. Amekuja na katazo mtume katika uongozi wake, an adatil umami, kutokana na ada, dasturi za watu mbalimbali, allati, watu ambao aghlabu ya umma hizo haziamini kwamba zitafufuliwa. Na waislamu kama wataziiga hizo, ina maana wazi wazi kama hawaamini kwamba iko siku watatolewa makaburini na watakwenda mahakamani kuhesabiwa. Laitan kama watayaamini hayo, hawatoyafanya. Wanushur, na hawaamini mkusanyo wa kukusanya binadamu kwa kulipa mali zao, hawaamini. Mambo gani hayo wanayafanya hata kama hawaamini? Naam, min latmi alhududi, katika mambo ya kujipiga makofi mtu kwa ajili ya msiba. Kaja na katazo rasmi mtume, maana kuna mila nyingine hazikubali makofi hayo. Aidha itakuwa ya uso au ya kifua au ya paja au ya kichwa, na pengine sema makofi tu ni kujilabu kwa visu na minyororo na kila kiwezacho mtu. Uongozi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu umekuja na katazo la kujihiliki mwanadamu kwa ajili ya kadhia aliyohukumu muumbaji wake. Maana yake nini kujilabu na kujipiga na kujidhuru? Maana yake ni kwamba amechukia hukumu ya Mwenyezi Mungu, ameonewa, amefanyiwa visivyo halali, hana la kulifanya katika lawama zake za kumlaumu Mwenyezi Mungu, basi na yeye vile vile anajiangamiza kwa sababu ya kwamba Mwenyezi Mungu amefanya jambo baya sana kwangu mimi, umeniondolea mtu wangu na hivi na hivi. Uongozi wa mjumbe Mwenyezi Mungu umekuja katika makatazo hayo. Wanaoyafanya haya abadan hawaamini kama iko siku watafufuliwa, wala hawaamini kwamba watakusanywa mbele ya Mola wao watahesabiwa. Wasingejilabu, wasingejipiga. Washaqil juyubi, na kupasua maguo, ima watakuwa wanajipiga au kuchana maguo. Wa halqi ruusi, na kunyoa nywele kwa ajili ya msiba. Wa halqi ruus, na kunyoa nywele kwa ajili ya msiba. Kapatwa na msiba mtu anakwenda kipara, hiyo ni alama yake kwamba watu wote kwamba wamuone kwamba sasa yeye yuko katika hali ya huzuni ya msiba. Uongozi wa mtume umekuja na makatazo hayo. Wa raf'i sauti, na pia uongozi wa mtume umekuja na katazo la kunyanyua sauti, binadbi, kwa kilio cha huzuni, waniyahati, na sauti za maombolezo, watawabi'i dhalika, na yote mengine yanayofuatia hayo. La kustaajabisha, umma wake Muhammadi ndio utakaokuwa uko mstari wa mbele katika yote hayo ambayo kakataza yeye, ili kumpiga vita kwamba kila alilokataza watalifanya na aliloliamrisha halitakiwi. Uje usikie kwa mastaajabu makubwa wanaulizana pale watu walipofiwa. Jamani, hapa tuko harusini, tuko mazikoni. Anakusudia nini? Anakusudia kwamba watu wamekaa kimya na dhikiri zao, watu wamesoma, wamekaa kimya na dhikiri zao, wanamwombea dua maiti na hivi na hivi. Kwa hivyo hapana chochote pale cha maombolezo wala vilio, kimya, wajizuilia watu. Kama mtu analia anabugujuka machozi mwenyewe tu, asemi kitu. Wengine wanaona kwamba haiwezekani kwamba hapa pa hivi hivi, na atasema kwamba aliyekufa binadamu au mbuzi au kuku, tamchukue ni bibi fulani. Kuna watu mashuhuri kazi yao kuomboleza na kuja kushadidi vilio, anakwenda kuchukuliwa mtu, na akifika hapo ukitaka usitake atakotoa machozi na atakusemesha maneno mabaya katika msiba. Na wengine njiani wanakotoka huko huwa anamwambia mwenzake, na hususan mambo haya kwa wanawake ndio yameshadidi.
wanaume afadhali kidogo. Umsikie mwanamke anamwambia mwenzake, unajua wewe babu, hatayo machozi sina mwenzangu hivyo, nakwenda mkavu naona haya. Ana vile mwenzake anambia na mimi ndio hivyo hivyo, sina kitu. Sasa basi anza wewe, nichomoe kidogo, mimi siko mbali sana mambo yangu, wewe anza tu. Ukianza mimi nitapanda juu sasa hivi ndadi vile vile. Basi hii ndiyo hali yenyewe. Pale pahala ili paonekane kwa pamefiwa, papatikane sauti za vilio, maneno ya maombolezo, uongozi wa Nabii Muhammad kama anapendeza kwa Waislamu, kama amekubalika, basi kaja na uongozi wa kuyakataza haya katika misiba. Wasanna, na badili yake mtume akasunisha mwenendo alkhushu'a lilmayiti, wa kuweka khushui kwa maiti. Kaja kasunisha bwana mtume mwenendo wa kuweka khushui, unyenyekevu, lilmayiti, kwa ajili ya maiti. Na kama kuna kilio, basi mtume kaweka mwenendo walbukaa, na kilio alladhi, kilio ambacho la sauta maahu, hakina sauti yoyote inofuatana pamoja na kilio hicho. Hajakatazwa mtu kububujika machozi. Rehema ile ni huruma zile, huwezi kuyazuia. Na wakati mwingine machozi yanakuja kwa furaha, wakati mwingine msiba yanakuja tu. Kwa hivyo huwezi kuyakontrol, kwa yatatoka tu. Hata yeye mwenyewe mtume akimponyoka vile vile. Ni alama ya huruma, ni alama ya mapenzi, ni alama ya umchadania ya ubinadamu, upole. Lakini kilio ambacho la sauta maahu, hakina sauti pamoja na kilio hicho. Ukianza kuinua sauti unafanya makosa. Yoyote awaye, ikiwa mwanamke ikiwa mwanamume, akianza kuinua sauti anafanya makosa. Dhambi sasa zinaanza kuandikwa, na malaika wapo pale wanapita na watamwangamiza mtu vibaya sana. Wa huzni alqalbi, na huzuni ya moyo mtume kaisunisha. Ipo, lazima kuondokewa ni kuondokewa. Msiba ni msiba, lazima kwenye moyo kutajikunja. Huzuni ya moyo ipo. Wa kana yafalu dhalika, na yeye mwenyewe mtume alikuwa anayafanya hayo. Wa yakulu, na akisema, tadma'ul ainu, linatoa machozi jicho. Wa yahzanu alqalbu, na unahuzunika moyo. Lakini wala nakulu, hatusemi chochote sisi Waislamu, illa ma yurdhi rabba, isipokuwa jambo la kumridhisha mwenyewe Mwenyezi Mungu mlezi. Kama watakusema kitu, basi pale kauli yako iwe ma yurdhi rabba, jambo la kumridhisha Mwenyezi Mungu. Yani alhamdulillah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Sifa kwa ukamilifu zake Mwenyezi Mungu. Haya yote aliyoyafanya ni neema yake Mwenyezi Mungu. Sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu sote. Wa inna ilayhi raji'un, na sisi sote kwake tutarejea. Halafu kuna dua utajiombea wewe na maiti vile vile. Allahumma ajurni fi musibati, Mola wangu nilipe mimi katika msiba wangu huu. Wa abdilni khairan minha, na unibadilishie kilichokuwa bora zaidi kuliko msiba huu. Maneno yako ni hayo, sio kaniachia nani. Sio Mwenyezi Mungu hakuona wote wa kuwaondoa, ila mwanangu mchanga huyu, mijitu iko chungu nzima hapa, mizee sana, imekula chumvi, imechoka, taabani, hata kwenda hawawezi, kawaacha wote, kanchukulia mwanangu ndo mmoja huyo ndo nkitegemea. Hayo hayafai. Wasanna li ummatihi alhamda, mjumbe wa Mwenyezi Mungu akasunisha kwa umati wake kushukuru, wal istirjaa, na kurejesha mambo kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndo mwenyewe atakalo ndilo huwa, ni pweke mwenye amri na shani, lile atakalo lazima liwe. Waridha anillahi, akafundisha mtume kuridhia kwa Mwenyezi Mungu. Walam yakun dhalika, na wala hayakuwa hayo ya mtu kufanya alhamdulillahi, kushukuru na kurejesha mambo kwa Mwenyezi Mungu na kuridhia kwa Mwenyezi Mungu. Walam yakun dhalika munafian, wala hayatokatazwa mtu kwamba hatakuwa nayo hayo, kwamba hakuyafanya. Lidam'il aini, kwa sababu jicho limetoa machozi. Haambiwi kwamba hakuridhia uamuzi wa Mwenyezi Mungu kwa kuwa jicho limemiminika machozi, haambiwi. Wala hatotiwa makosani kwamba hakufanya sirjai kwa kuwa macho yanatoka machozi. Wala haambiwi kwamba yeye hakumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu jicho latoa machozi.
wa huzni alqalbi, na kwa sababu moyo umehuzunika. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, kana ardhal khalqi, yeye mwenyewe bwana mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa ni kiumbe katika viumbe vyote duniani, kawapita viumbe vyote katika jambo la kuridhia fi qadaihi, katika maamuzi yake Mwenyezi Mungu yuko mbele kabisa. Katika viumbe wenye kuridhia maamuzi ya Mwenyezi Mungu, basi Muhammad alikuwa ni ardhal khalqi, aliridhia bora zaidi katika viumbe vyote, fi qadaihi, katika maamuzi yake Mwenyezi Mungu, wa a'dhamahum, na alikuwa yeye Muhammad ndiye mkubwa wao, lahu hamdan, kwa Mwenyezi Mungu huyo kumshukuru. Katika wenye kushukuru, basi mtume Mwenyezi Mungu alikuwa ndo bora zaidi. Wabaka, hata yeye mwenyewe mtume kalia, lakini hakuna sauti, na kama iko sauti basi maneno matukufu mno. Wabaka, amelia mwenyewe mtume. Maadhalika, pamoja na hayo, yauma mata ibnuhu Ibrahimu, siku ile aliyekufa mwanawe Ibrahim, na mwanawe huyo ndo wa mwisho katika wanaume. Kaondoka Qasim mdogo, hakumfaidi. Akaja Abdallah, akaondoka, hakumfaidi. Akiwa na tamaa sana mtume kwamba atabaki Ibrahim, aliyempata kwa Bi Maryam al-Qibtiyya, akitegemea sana. Hatimaye katika umri wa mwaka mmoja kiasi na miezi 6 hivi, kitoto kinauma, anakuja anakishuhudia, macho hayo yanabiduka, yashaangalia ulimwengu mwingine. Bwana mtume alimiminika machozi, lakini alichokisema ni kwamba ana la amliku laka min Allahi min shay. Ibrahim mwanangu, waelekea kwa Mola wako, similiki chochote mimi kwa Mwenyezi Mungu, chochote similiki. Wewe ni miliki ya Mwenyezi Mungu, na mimi vile vile, atakalo Mwenyezi Mungu ndilo huwa. Kali kutoka machozi yametoka, na vile vile moyo umehuzunika. Yauma mata ibnuhu Ibrahim, siku alipokufa mtume wa Mwenyezi Mungu, mwanawe wa mwisho Ibrahim. Na kwa hakika matusi yalimwandama na kejeli za Makoreshi kwa kumwambia kwamba wewe mkiwa, huna mtoto mwanamume kukurithi wewe, wanawe wote wameondoka. Mwenyezi Mungu alijibu kwa Qur'ani, akamwambia mtume wake kwa kumliwaza, inna a'tainaka al-kauthar, Muhammad, sisi tumekupa kheri nyingi sana. Hapana kufa moyo, yasikuumize maneno ya binadamu, endelea na kazi yako. Fasalli lirabbika, wewe sali tu kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na chinja kwa ajili ya Mola wako, tenda ibada zako kama kawaida. Na nakwambia, inna shani'aka, anayekubughudhi wewe, anayekutukana wewe, huwa al-abtar, yeye ndo atakayekuwa mkiwa. Ngoja tuje akhira ukutakutana. Huyo anakubughudhi wewe kama huyo mwanamume, asifikirie kwamba wanaume watamsaidia. Ankana dha mali wa banini, hivi mtu akiwa na mali nyingi na watoto wanaume wengi, anadhania kwamba itakuwa salama huko? Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, akisomewa aya zetu aseme kwamba hili ni porojo watu wa zamani, ataona yauma la yanfa'u malun wala banun. Hiyo siku bwana, mali haifai kitu wala watoto bwana. Inna shani'aka, yule aliyekubughudhi wewe Muhammadi, huwa al-abtar, yeye ndiye mkiwa, atakuja huku maskini sana, na wanawe wote watamsaidia kitu. Basi alilia bwana mtume siku alipokufa mwanao Ibrahimu, raafatan, kwa ajili ya upole wa kibinadamu, minhu, kwa mtoto huyo, wa rahmatan, na vile vile kumtakia rehma kwa Mwenyezi Mungu, lilwaladi, rehma au huruma kwa ajili ya mtoto, warikatan, na vile vile ulaini wa moyo, alaihi, ulio juu yake, walqalbu, wakati huo moyo wake bwana mtume, mumtali'un biridha, umejaa kabisa ridha ya Mwenyezi Mungu. Huko analia, huko anahuzunika, lakini moyo wake umejaa kuridhika, karidhika mno kwa Mola wake. Maana yeye ndo alotamkia Waislamu, ati kawatamkia Waislamu, yoyote aliondokewa na watoto wake watatu, basi ajijue tu siku ya kiyama watakuwa ni waombezi wake. Watoto hawa watatu watakaa kwenye vizingiti vya kuendea peponi, hawaondoki mpaka wachukue wazee wao. Waliomba baadhi ya masahaba, akasema na wawili ya Rasulullah, mtume akakubali na wawili vile vile. Basi kwa hivyo yeye kasunisha kwa umma wake, kawasubirisha hivyo, bila shaka na yeye vile vile kuondokewa na wanawe atakuwa na kuridhia tu.
Walqalbu, na moyo, mumtaliun birridha, umejaa maridhaa ya anillahi, kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla, aliyeshinda aliyetukuka, wa shukurihi, na kumshukuru yeye. Walisano, na ulimi wake vile vile, mushtaghilun, unashughulika mno, bidhikrihi wa hamdihi, kumtaja yeye Mola wake na kumsifu yeye na kumshukuru yeye. Hapa ametia maneno kwenye nambari 1. Kila mwenye kitabu ayaangalie maneno chini ya msitari, hati ndogo ndogo, kuhusu huu mwenendo wa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwamba ametoka machozi kwa kifo cha mwanawe, katoka machozi na moyo kahuzunika. Hakusema kitu ila ya kumridhisha Mola wake, na moyo wake uko umejaa maridhaa. Sasa min kalam Ibn al-Qayyim, tunayo maneno hapa ya mwanachuoni Ibn al-Qayyim. Huyu ni mwanafunzi